Kiongozi, tuambie siku inaendelea na Asante. Mimi naitwa Emmanuel Ngelime. Na maarufu sana mjini hapa wamezoea kuniita Ngelime. Mimi ni mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Lakini nilikuwa afisa mafunzo wa kanda ya Nyasa ambayo ina mikoa 5, ambapo niliteuliwa na mkurugenzi wa hamasa taifa, lakini jana ametengua uteuzi wangu. Ni vizuri sana. Kwa hiyo hatuwezi kuwa tunang'ania, kwa sababu wakishaona kwamba kuna mapungufu lazima wafanye, lakini lazima waeleze. Mimi barua ile nimeona tu andiko WhatsApp. Sijaletewa barua kwamba wewe umetenguliwa. Lakini napokea. Baada ya kupokea, lazima tujue ni sababu zipi ambazo zimefikia ukatokea utenguzi wa namna hiyo. Naomba niwe wazi. Watu wengi wanakasirika katika hili. Juzi alikuwa amekuja mheshimiwa makamu mwenyekiti wa chama taifa. Tukawa tuna kikao cha ndani pale Mlimani Motel. Kukiwa kunaendelea kile kikao, kulikuwa kuna mambo yanayoendelea pale kati ya Rose Mayemba ambaye ni mjumbe wa kamati kuu na Siglada Mligo ambaye ni katibu mwenezi wa baraza la wanawake taifa. Kwa mtu mwenye akili timamu alikuwa anajua nini kinachoendelea pale. Lakini mwenyekiti alitupa nafasi ya kutaka kila mtu aongee. Muda aliokuwa ametoa ni dakika 2. Kwamba kila mtu aongee dakika 2. Sasa dakika 2 kialisia kwa kuongelea mgogoro wa Njombe kwa mtu ilikuwa ni ngumu sana. Nilikuwa nafikiri mwenyekiti alitakiwa kusema wangapi ambao wanaweza kuongea ishu hii ili tuwape muda wasiongee wanachama wote. Alafu kwa scenario ile maana yake alitakiwa aite kamati ya uongozi ya mkoa. Hiyo ndio ikajadili ile swala. Sio wanachama wote. Mle ndani tulikuwa wengi. Kuna watu mpaka wa CCM walikuwepo mle ndani. Lakini wakionekana ni wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Ukiuliza wanakuambia sisi tuliitwa na Rose Mayemba. Na ni rafiki yake na Rose Mayemba. Sasa hii kitu huwezi kupingana nayo kwa sababu amesema Rose Mayemba. Tukasema sawa. Lakini mwisho wa siku hamasa walikuja wakamtoa yule bwana. Sasa walijuaje? Tukashindwa kuelewa kwa nini wamemwacha amechukua kila kitu na kimetoka kimekwenda mbali. Lakini mwisho wa siku ndio anakuja kusema kwamba ni wa CCM. Tulitakiwa tumjue wa CCM mapema kwamba bwana huyu ni mtu wa Chama cha Mapinduzi, hastahili kuwepo kwenye kikao chetu. Lakini hiyo sio issue sana. Kwa sababu mtu kuja kusikiliza mkutano anaweza akaja akasikiliza kikao, akasikiliza ndani mnasemaje. Lakini kikao cha ndani kumuita mtu ambaye sio wa upande wako inakuwa ni hatari kidogo. Tukatoka pale. Mimi nikiwa nje nilikuwa nimeenda kupata chakula, nikarudi ndani. Nikakuta Siglada hayupo ukumbini. Niliwauliza hamasa ambao tulikuwa mle ndani. Bwana nyinyi mbona huyu mtu hayupo? Na kile kikao kiangalia katika hali ya kawaida kilikuwa nje Siglada na Rose. Kwa sababu wale ndio wenye mgogoro Njombe. Hatuwezi kusema kwamba hakuna mgogoro. Mgogoro unao wao wawili wale. Rose na Siglada. Ameenda wapi? Mbona Rose namuona meza kuu? Wakasema Siglada ametolewa nje. Kwa ajili ya nini? Wakasema amemjibu vibaya makamu mwenyekiti. Amemjibu nini mpaka yafikia mwenyekiti ameamua kumtoa nje? Majibu yale sikupata. Bahati nzuri sana kuna watu wenye busara walimfuata mwenyekiti pale, makamu mwenyekiti, kwamba mwenyekiti tunaomba umuite labda huyo mtu anaweza akaongea. Akasema muiteni. Hapo ndio ilipoanza kutokea vurugu sasa. Mimi nikiwa ndani kwenye dirisha karibu na mlango, nikasikia mtu anasema nje, hauwezi kuingia, huwezi kuingia. Nikaambia huyu ni nani anayemwambia mtu hawezi kuingia ndani ikiwa makamu mwenyekiti amemuita? Inamaanisha huyu mtu ana nguvu zaidi ya makamu mwenyekiti.
nilitoka. Baada ya kuwa nimetoka, hamasa wengine walizuiwa kutoka nje. Yaani hamasa ni watu wa ulinzi na usalama, walizuiwa kutoka nje. Waliokuwepo nje hawakuteki action ya aina yoyote ile. Mimi nilipotoka nikaona yule mtu tumeachana kama hatua 5 anamkimbilia Siglada. Sawa? Alipomkimbilia Siglada, ukweli sio kofi analosema kwamba yeye alimpiga au kwamba yeye alipigwa. Yeye ndio aliyempiga ngumi Siglada akaanguka. Sasa kuumia kwa Siglada au kutoumia ni madaktari ndio wanaojua kwamba huyu mtu aliumiaje. Kwa hiyo mimi nilitegemea kutoka pale, baada ya kuwa mwenyekiti, makamu mwenyekiti anaona kwamba nje kuna vurugu na zimetokea na tunajua kwamba kuna mtu amepigwa, tulitegemea makamu mwenyekiti angemuita Siglada amwambie ni nini kimetokea, lakini makamu mwenyekiti hakutekeleza hilo, aliamua kuondoka akaenda kupumzika. Okay. Sisi tukaenda polisi, mwisho wa siku tukafikiri kwamba tunaweza tukarudi nyumbani saa 8 usiku. Nikamrudisha nyumbani kwake. Lakini mwisho wa siku tukasikia kwamba huyu mtu kuna matatizo gani yanayoendelea. Kiongozi wa chama taifa Bavicha Mainyila anadai kwamba alikuwa na Siglada saa 8 usiku. Ndio hapo cha kujiuliza, mimi nimempeleka kwake saa 8 usiku, yeye Mainyila alikuwa naye wapi? Otherwise labda alikuwa naye kichawi. Tabu ya sisi Chadema, hatupendi kuongea ukweli. Tunahubiri ukweli na uwazi. Lakini uwazi gani unaotaka? Eti wewe hamasa kutakiwa kuongea. Nitakiwa niongee nini? Kwa hiyo mimi ningemwacha Siglada auawe. Mimi mtu yoyote. The same kwa Rose. Rose aliwahi kukamatwa na RCO hapa. Lakini mimi ndio nilikuwa mtu wa kwanza kufika polisi. Na niliwaambia kwamba jamani, huyu mtu vipi? Na nilikaa na Rose kutoka saa 6 usiku mpaka saa 11 asubuhi. Nikarudi nyumbani. Sasa wao hawapendi, ila tukiwa tunazisema habari za Rose ndio wanazifurahia. Na ni watu hatari sana, watu wa Makambako. Wakiongozwa nitasema majina yao. David, Seti na Beni. Hapa Njombe kuna mtu mmoja anaitwa Given, ambaye leo ameenda kwenye place ameongea kwamba Siglada alitukana mbwa. Hivi imagine nyinyi waandishi wa habari. Hivi mtu anaweza akatukana mbwa, akamtukana mbwa mwenyekiti, alafu akabakia salama? Alafu mwenyekiti akamwambia tena uje? Sio kweli. Yaani hata kama wanachuki dhidi ya yule mtu, waziweke wazi. Tunaambiwa sisi tunatumwa na Chama cha Mapinduzi. Lakini mkae mkijua Njombe, watu tunaotokea mkoa wa Njombe hatujawahi kuwa na matukio haya ya kuhasimiana kiasi hiki. Ndio maana tunakaa, awe mtu wa Chama cha Mapinduzi au watu wa CCM nani wa Chadema, ACT, pale wanapokuja kukutana na matatizo kama haya, huwa tunakuwa tunashirikiana. Lakini sisi tunasimama kushirikiana kwake wenyewe, watajenga hoja. Tunashirikiana kivipi? Sisi tunashirikiana nao kwenye masuala ya kijamii ambayo yapo, tunaishi nao huko mtaani. Kwa sababu unaenda unakuta mtu wa CCM amepanga nyumbani kwako, huwezi kumfukuza, sababu unahitaji pesa na unahitaji uchumi uendelee. Sasa wao wanaona kabisa kwamba CCM wamekuwa ni maadui. Ni kweli kuna mambo yanatokea, tunawalaumu CCM kwa sababu CCM ni chama dola. Jamaa tunawaambia kwa nini hawateki action kwa ajili ya jambo hili. Lakini ukirudi katika hali ya kawaida, juzi amekuja katibu mwenezi, jana ameenda ameongea, ametoa pole. Sio katibu mwenezi tu wa Chama cha Mapinduzi, hata wa ACT anaweza kaenda. Leo hii CCM mkoa wameenda nyumbani kwa Siglada, nyumbani kwao kule, na ninajua kabisa kwamba Siglada familia yake ni ya watu wa Chama cha Mapinduzi. Ukiangalia mama yake ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, shemeji yake ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi na ni kiongozi mkubwa ndani ya Chama cha Mapinduzi na ni diwani. Sawa. Sasa huwezi kusema kwamba huyo mtu wasiingiliane kwa staili ya aina yoyote ile pale. Hapana. Mbona tunaamini kwamba Rose anaomba pesa kwa watu wa CCM. Hatujawahi kusema. Hii ipo na tunaweza tukasema. Kwa hiyo wasiseme tu kwamba nyinyi mmetumika na Chama cha Mapinduzi. Mimi naomba niwashukuru Chama cha Mapinduzi kwa sababu wameweza kujali utu ambao amevunjiwa huyu mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Nimshukuru Japipo kwa sababu ameenda kumuona huko kwao.
Niwashukuru Chama cha Mapinduzi mkoa kwa sababu wameenda kumuona Sigrada. Kwa nini Chadema hawajaenda? Kwa nini Chadema wanabakia tu kwenye mitandao ya kijamii wanasema Sigrada ni muongo? Ifike kipindi tuache hii dhana potofu. Na kitu kingine kinachobakia hapa ni ubunge tu. Ubunge wa viti maalum ndio unaoliliwa hapa Njombe. Kwa hiyo mimi nikianza kujibu swali na nachelea kusema kwamba baada ya mimi kuwa nimeteuliwa na jana wamenitengua ni kwa sababu ya scenario hii ya kumsaidia Sigrada na kusemea kwamba makamu mwenyekiti alikuwa anaongoza kikao kibabe. Kweli kuna muda fulani unaangaliaga na attention ya watu tunaoongoza. Lakini sisi tulikuwa tumekaa tu safi, hatuna shida. Mpaka watu wanakosea kuongea. Lakini bado yeye alikuwa anasisitiza kwamba Rose ndio atakayekuwa anagombea nafasi ya mwenyekiti. Sisi tulikuwa tunasema hapana, hawa watu wote watolewe. Kwa hiyo mimi baada ya kumwambia kwamba mwenyekiti, makamu mwenyekiti umetuendesha kibabe na hujatatua mgogoro wa Njombe, zaidi umekuja kuongeza mgogoro, ndio chanzo cha mimi kunitoa kwenye kunitoa kwenye nafasi yangu ya kuwa mkuu wa mafunzo ya hamasa kanda. Lakini ukirudi katika hali ya kawaida, na chelea kusema kwamba sisi hatujawa wazi hata siku moja. Tunapenda kuficha vitu. Sasa ukiwa mwazi Chadema, ujue kabisa utaambiwa unatumika na ndani ya Chama cha Mapinduzi au unakihujumu chama. Mimi saizi wananiambia, nina kwenye magrupu wanasema kwamba ninawahujumu, lakini sitoweza. Ninawaambia wao ndio wanaokihujumu chama kwa sababu hawajapenda kumweleza makamu mwenyekiti ukweli. Sasa kama mwenyekiti ameshindwa kuja kutatua mgogoro huu, wanategemea nani aje? Aje mwenyekiti? Makamu mwenyekiti ameshindwa sasa kutatua mgogoro huu. Aje mwenyekiti kwamba alishindwa? Issue ilikuwa rahisi tu ambayo makamu mwenyekiti angewaita wote wawili, tena angewaita Dar es Salaam. Wewe Sigrada ni kiongozi wa chama kitaifa, Rose ni mjumbe wa kamati kuu, njooni tukae tuongee mna matatizo gani. Wakisha maliza hayo ndio waje Njombe. Sasa hizi unaondoka na issue kwamba yani wewe Rose ni msafi kwako. Kwa nini kwamba useme Rose ni msafi kwako? Hujataka kusikiliza watu wengine. Hiyo ndio issue inayokuja kutuletea shida. Kwa hiyo wakirekebisha mambo yao, hatuwezi kuendelea kuishi na makundi. Lakini makundi haya yataendelea kuwepo kwa sababu wao wenyewe wamesema. Makamu mwenyekiti juzi alisema nitakisha na shughulika issue ya Mchome. Mchome ameeleza utaratibu kwamba haukufuatwa. Wao makamu katibu mkuu kuwepo pale juu, anasema nitashughulika naye, lazima ataondoka. Kama nikasema basi wote tulikuwa tunamsupport Mbowe, tumeisha. Kwa maana hiyo kuna timu Lissu na timu Mbowe. Hizi zinaonekana kabisa kwamba zinasigana. Kwa hiyo kama wao wanasema kwamba hawahitaji kuwaona timu Mbowe ikifanya kazi ya siasa Njombe hapa, watuambie. Lakini hawajua Njombe wengi njaa zinatusumbua. Njaa zinatusumbua. Hasa kiongozwa na mtu anaitwa Given ni njaa inayomsumbua. Huwezi kusema kwamba Sigrada hajapigwa redioni ili kitokee nini? Kwa nini unapenda hivi? Haya, naombeni nyinyi waandishi wa habari, muiteni OCCID aliyekuwepo anaitwa Mwaipaja, muiteni na OCS ambao walikuwepo, wanashuhudia, wamesema kwamba tulimuona akimpiga huyu mtu. Hasa wao ni wakina nani? Wao wamewasomea hata habari za upelelezi? Hawajui. Kwa hiyo Chadema tunajua sana kuliko